Bwana, kwa taarifa kutokea pale bodi ya ligi ni kwamba mchezo wa dabi umesogezwa mbele, utachezwa tarehe 25 na sio tarehe 15 kama ambavyo ulipangwa hapo awali. Mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga ulitarajiwa kuchezwa tarehe 15 lakini umesogezwa tena mbele kwa sababu Young Africans waligoma kushiriki kwenye mchezo huo namba 184, na baada ya kugoma kushiriki kwenye mchezo huo bodi ya ligi walishindwa kujua nini ambacho wanatakiwa kukifanya. Lakini mwisho siku baada ya promotions hapa na pale, Yanga kaja na malalamiko mengi, Simba nao pia jana alikuja na malalamiko mengi, na hatimaye sasa suluhu ya mchezo imepatikana na mchezo utachezwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6. Na mchezo mpaka tarehe 25 baada ya mazungumzo kati ya viongozi wa Simba na viongozi wa Yanga na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na yeye ndio ambaye ameamua hatima ya mchezo huu. Kumbuke pia kwamba jana klabu ya Simba ilitoa taarifa kwamba haitashiriki mchezo huo kama utasogezwa mbele. Lakini baada ya viongozi wa Simba kuitwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naamini kwamba klabu ya Simba itakuwa pia imebadili mtazamo wake, na tunasubiri kuona kitu gani ambacho wanaweza kuja kukifanya. So far so good. Kwa kile ambacho rais amekifanya ni jambo zuri sana, kwa sababu Watanzania wote tunatamani kuona mchezo wa dabi unachezwa, na tunatamani kuona pia kila kitu kinakaa sawa, kwa sababu Simba na Yanga ni furaha ya Watanzania wote by the way. Kwa hiyo kitokea mchezo umesogezwa mbele na kwa ajili ya kuwapa watu wote fursa ya kutazama mchezo, ni jambo la kwanza bora sana ambalo kila mtu analipenda na kila mtu analifurahia. Na mimi binafsi yangu pia nimefurahi kuona ratiba ya mchezo imebadilishwa na mchezo utaenda kuchezwa tena upya. Ambacho nakiona hapa kwenye haya mambo yote ni namna ambavyo bodi ya ligi wanadili na haya maswala. Inaonekana kama bodi ya ligi wameshindwa kuzisimamia vizuri Simba na Yanga, na ndio maana zimekuwa zikiwapelekesha kwa kiasi hiki. Kitendo cha wao kusubiri kushindwa kuzimudu Simba na Yanga ndio kinachopelekea mpaka rais anaingilia kati na kuja kuwasaidia kusolve migogoro. Sasa mambo kama haya ni mambo ambayo wakati mwingine yanaweza kuja kuleta mijadala mingi baadaye. Yaani sifa mojawapo ya chombo ambacho kinasimamia ligi ni pamoja na kuwa na uwezo wa kusimamia timu zake zote. Sasa kama chombo hakiwezi kusimamia timu zake zote, maana yake hicho chombo kinazidiwa maamuzi na vilabu husika. Sasa ukitazama kwenye sakata jinsi lilivyo, maana yake bodi ya ligi wameshindwa kuzisimamia Simba na Yanga, na ndio maana wameweza kwenda kuomba msaada sehemu nyingine ya kwenda kusolve mgogoro huu. Na of course ni kitu ambacho kinatia aibu kwenye mpira wetu, kwa sababu mamlaka zinapaswa kuheshimiwa. Yaani hakuna timu ambayo inaweza kuwa juu ya mamlaka za soka. Sasa ukiona timu zinakuja juu ya mamlaka za soka, manake hizo mamlaka pia hazistahili kuwa kwenye uongozi. Yaani watu ambao wanaongoza hizo mamlaka hawastahili kuwa sehemu ya viongozi. Kwa hiyo kwenye hili ambalo limetokea, bodi ya ligi limewavua nguo na limeonyesha udhaifu mkubwa sana wa viongozi ambao wako bodi ya ligi pale, kwa sababu hawakupaswa kupelekeshwa na vilabu. Lakini kwa namna ambavyo vilabu vinavipelekesha Simba na Yanga zinavyolipelekesha shirikisho ni kitu kingine ambacho hakileti picha nzuri sana kwa maslahi ya mpira wetu. So I believe kwamba TFF ndio, bodi ya ligi ndio ni chombo ambacho kinasindesha ligi, lakini bado kimeshindwa kusimamia vizuri misingi yao kama viongozi. Wameshindwa kutengeneza mazingira mazuri ya vilabu kuheshimu kanuni, na ndio maana unaona haya mambo yote yanatokea. Kwa hiyo kwangu bodi ya ligi ndio mchezo utachezwa, lakini kitendo cha wao kushindwa kusimamia mchezo wenyewe ni kitu ambacho kushindwa kusimamia kanuni ni kitu kingine ambacho kinanipa mashaka kwamba kama waliweza kupanga mara ya kwanza wakapanga mara ya pili, maana yake ni kwamba bado wao wenyewe wameshindwa kuzisimamia vizuri hizi timu. Lakini cha muhimu ni kwamba mchezo umepangwa upya, ni tarehe 25, na hapa sasa tunawasubiri Young Africans wakienda kucheza kwenye huo mchezo wa tarehe 25 pamoja na klabu ya Simba pia vile vile. Kwa tunasubiri pia kuona andiko lingine labda kutoka kwenye klabu ya Simba au kutoka kwenye klabu ya Young Africans, lakini inaonekana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amemaliza mgogoro.